Gilly Bonny Online TV. Tumewaita ili tuweze kuzungumzia uvunjwaji wa haki za binadamu, unyanyasaji dhidi ya raia na Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini Tanzania. Chama cha ACT Wazalendo kinapinga na kulaani vikali matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu, unyanyasaji wa kijinsia, ukiukwaji wa mikataba ya Jumuiya ya Afrika Mashariki unaofanywa na mamlaka ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnamo Mei 19, 2025, kiongozi wa Chama cha Ukombozi wa Watu People Liberation Party PLP kutoka Kenya, mwanasheria ndugu Martha Karua pamoja na jaji wa zamani wa mahakama ya juu ya Kenya na Jaji Willy Mutunga walizuiwa kwa muda mrefu katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere na hatimaye kurejeshwa nchini kwao bila kutolewa kwa maelezo rasmi. Katika siku hiyo, wanaharakati wengine kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walikamatwa, kuwekwa kizuizini kwa zaidi ya siku 3, kuteswa na kurejeshwa makwao wakiwa na majeraha na maumivu. Miongoni mwao ni ndugu Agatha Atuhaire kutoka Uganda aliyepatikana karibu na mpaka wa Mtukula, na ndugu Boniface Mwangi kutoka Kenya aliyepatikana eneo la kaunti ya Kilifi karibu na mpaka wa Tanzania na Kenya baada ya kushikiliwa kwa muda Tanzania. Wanaharakati hawa wametoa ushuhuda ukatili uliopitiliza wakiwa mikononi mwa vyombo vya dola hapa Tanzania. Katika taarifa mbalimbali zinaonyesha kuwa wanajumuiya na raia wa Uganda ndugu Agatha Atuhaire amenyanyaswa kingono na kupewa mateso makali akiwa kizuizini nchini Tanzania. Taarifa zinaonyesha kuwa kufanyiwa unyanyasaji, jambo hili limemuathiri kisaikolojia. Lakini pia mwanaharakati huyu ameumizwa na kuteswa. Kibaya zaidi, waliomtesa anawafahamu ni jeshi ama vyombo vya dola vya Tanzania. Wakati huu ni wakati ambao tulitarajia mwanamke atalindwa kwa gharama zozote zile, hasa kwa sababu tuko kwenye utawala ambao utawala huu anatawala mwanamke. Lakini matukio haya yanatia doa heshima ya historia ya Tanzania kama taifa lililowahi kuwa kimbilio la wapigania uhuru na kuchochea umoja wa bara la Afrika kwa kuwasha mwenge wa uhuru na kuusimika katika kilele cha mlima Kilimanjaro ili umulike na kuangaza na kuleta matumaini pale ambapo hakuna matumaini, na kuleta amani pale ambapo hakuna amani, upendo palipo na uadui, na heshima palipo na chuki. ACT Wazalendo inasikitishwa na kauli iliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyoitoa wakati wa uzinduzi wa sera ya mambo ya nje toleo la 2024, ambapo alieleza vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje kudhibiti wanaharakati wa Afrika Mashariki kuingia nchini, akiwataja kuwa ni watovu wa adabu. Kauli hii kinyume na tamko la sera ya mambo ya nje ya ibara ya 34 na 35 inayosisitiza ushirikiano na kikanda na matengamano.
kwa utekaji huu uliofanywa, tunaweza kusema hawa watu waliagizwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumefedheshwa sana. Lakini hivi karibuni tumesikia pia kauli zisizo na utu zinazotolewa na wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi hii ambayo imekuwa na heshima kubwa, lakini hivi sasa tuna bunge ambalo linazungumza lugha ambazo hakika linatweza utu wa mtu. Kauli hizi zimeungwa mkono hadharani na Waziri wa Mambo ya Ndani ndugu Innocent Bashungwa, ambaye alieleza kuwa maoni hayo ya wabunge yameviimarisha vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini hapo hapo tumemuona Waziri wa Maendeleo ya Jamii dada yangu Dorothy Gwajima akiwa kimya kabisa, kama vile hakuna jambo lolote la udhalilishaji lililotokea ama la kuumizwa watu lililotokea. Imesikitisha sana. Mwenendo huu unavunja kwa dhahiri mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hususan kipengele kinachotoa haki ya raia wa nchi wanachama kusafiri, kuishi na kufanya kazi katika nchi yoyote bila ubaguzi. Matukio haya yameharibu heshima ya Tanzania na taasisi zake kama serikali na bunge, yameweka doa katika historia ya taifa letu ndani ya Afrika na duniani. ACT Wazalendo inaitaka serikali ya Tanzania pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki kuchukua hatua zifuatazo. 1. Kupinga vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia dhidi ya raia. Jumuiya ya Afrika Mashariki iunde chombo huru cha uchunguzi kuhusu matukio haya ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya raia wa Kenya na Uganda waliokuwa nchini Tanzania. 3. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki atoe maelezo ya kina kuhusu sababu za kukamatwa, kuzuiliwa, kuteswa na kurejeshwa kwa raia hao wa Afrika Mashariki. Lakini pia wabunge waliotoa kauli za matusi na dharau dhidi ya wanaharakati hao wafikishwe mbele ya kamati ya haki ya maadili ya bunge kwa mujibu wa maelezo ya spika wa bunge. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.